moja tu baada ya runinga ya Citizen kuangazia taarifa kuhusu visa vya uhalifu baadhi ya maeneo nchini, waathiriwa zaidi wamejitokeza na kuelezea masaibu yao mikononi mwa wahalifu waliojihami kwa silaha hatari. Watu 7 wanauguza majeraha baada ya kuvamiwa na genge la watu 6 katika duka la kuuzia mvinyo katika barabara ya Muhuri, Kiambu wiki jana. Kulingana na waathiriwa, wahalifu waliojihami kwa bastola walibeba mmoja wao na kumtupa katika mtaa wa Juja alikookolewa na maafisa wa polisi wa Kikuyu saa 3 baadaye. Gatete Njoroge na taarifa hiyo. Jumanne wiki jana katika barabara ya Muhuri karibu na mtaa wa 87, kanda hii ya CCTV inamnasa jamaa huyu akigonga mlango wa duka hili la kuuzia mvinyo akijifanya mteja. Ni pale alipofunguliwa na kuagiza kinywaji ndipo wenzake 5 walifika kwa mpigo. Wakiwa wamejihami kwa bastola 2, waliingia ndani na kuanza kuwadhulumu waliokuwemo. Kwa dakika 8, duka hili liligeuzwa na kuwa operesheni ya genge hili, wateja na wafanyikazi wakifungwa miguu na mikono, wahalifu wakipora kile walichoona cha dhamana: pombe, simu, kipakatalishi, pesa. Kwa wakati mmoja, kuna mteja aliyefika kununua asijue kuna wizi unaoendelea. Alipofika aliagizwa ndani na kuporwa. Rafikie aliyebaki nje kufika kutaka kujua kilichokuwa kikijiri pia alijipata ndani ya mtego wa wahalifu. Kulikuwa na simu 2 hapo ndani. Kulikuwa na simu zingine 2 za marafiki zangu wenye walikuwa hapa. Wakaiba laptop, wakatunyang'anya jewelry kwa mkono, saa, bracelets na nini. Alafu kuna customer walikuja pia wakaingia, wakaibiwa simu zao 2. Baada ya kupora, wahalifu hao waliondoka na mmoja wa waathiriwa wakiwa wamemfunga mikono. Wakitumia magari mawili, waliendelea na mateso ndani ya gari huku wakiitisha pesa zaidi. Nikiresist, walinichoma na lighter, cigarette lighter ile ya gari mpaka nikawapea pin. Wakachukua simu yangu wakaanza kupigia contact. Wanapitia contact list, wanaanza kupigia wale watu wenye nimesave kwa simu. So wanawaambia wanahitaji 100,000 na ama waniue. Waathiriwa walioachwa nyuma waliweza kujifungua na kupigia polisi wa Kikuyu walioanzisha operesheni ya kumsaka kwa kumfuata. Wahalifu walimtupa eneo la Juja saa 3 baadaye alikookolewa na polisi waliompeleka hospitalini. Nina hofu sana. Inabidi tufunge mapema kabla hata giza iingie, kwa sababu sasa hao watu wamekuwa wengi na wana terrorize, na so tuna hofu zaidi. Kisa hiki kinachunguzwa na maafisa wa upelelezi Kikuyu. Polisi wanasema wanawasaka wahalifu hao ambao wanadaiwa kuhusika na visa sawa kaunti nzima ya Kiambu. Waathiriwa hawa walipoteza mali ya zaidi ya shilingi 500,000 huku wakiachwa na majeraha. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen.